Chama cha Demokrasia na Maendeleo leo kimezindua Operation Phase 2 ya Free Tundu Lissu na Operation Katiba Mpya, ambapo mkurugenzi wa uenezi na mawasiliano wa chama hicho Brenda Rupia amesema operation hii kwa awamu hii itaanzia kanda za kusini, kwa maana ya mikoa ya Mtwara na Lindi, na amesema kwamba operation hii itaanza rasmi mnamo Juni 18, lakini vile ameweza kujibu kile ambacho kimeweza kuzungumzwa na mwenezi wa Chama cha Mapinduzi kwa kusema kwamba chama hiki ni chama cha wananchi na hakina mipango yoyote ovu dhidi ya nchi, na hapa ndo amezungumza zaidi. Ndugu wa Tanzania, napenda niwakaribishe hapa makao makuu ya chama yaliyopo mjini Dar es Salaam Mikocheni, Edwin Mtei House. Ninawashukuru waandishi wa habari kwa kuja kutusikiliza, hata kama tumetoa short notice kwenye bango letu, lakini mmefika kwa wakati, kwa hivyo nawashukuru sana. Ndugu wa Tanzania, Chama cha Demokrasia na Maendeleo tunapenda kuwataarifu na tunapenda kuwatangazia Watanzania wote kwamba chama hiki kinaenda kwenye ziara ambayo itakuwa ni Free Tundu Lissu Katiba Mpya Phase 2. Na Phase 2 tumeamua tutaanzia kanda ya kusini. Tutaanza operation yetu tarehe 18 Juni, tutaanzia mkutano wa hadhara na Chingwea, lakini tarehe 19 Juni tutakuwa Masasi, alafu tarehe 20 Juni tutakuwa Songea mjini, ambapo ndo tutafanya hitimisho la mkutano wa hadhara kwa kanda ya kusini. Mara baada ya hapo tutaenda kanda ya Nyasa na tutaanzia mikutano yetu tarehe 21 Juni, tutaanzia Njombe mjini. Sambamba na Njombe mjini kutakuwa kuna timu nyingine ambayo itaelekea Makambako. Kwa hiyo ina maana kutakuwa kuna timu mbili, moja itakuwa inaelekea Njombe mjini na nyingine itakuwa inaelekea Makambako mjini, lakini kwa wakati mmoja. Tarehe 22 Juni tutakuwa Mbarali. Tarehe 23 Juni kutafanyika mkutano mkubwa wa hadhara Mbeya mjini. Tarehe 24 Juni tutafanya mkutano Tunduma, na hapo tutakuwa tumehitimisha kanda ya Nyasa. Mara baada ya hapo tutaelekea kanda ya Magharibi ambayo itakuwa ni tarehe 25 Juni tutakuwa Mpanda mjini, alafu tarehe 26 Juni tutakuwa Tabora mjini. Sasa kwa nini tumeamua sasa chama kiende kwenye Phase 2 ya Operation Katiba Mpya Free Tundu Lissu? Tumeona kabisa kwamba bado sauti zetu hazijasikika, bado sauti zetu zinafinywa na vyombo vya dola, bado CCM ni kama wanajimilikisha vyombo vya dola na kufifisha sauti zetu. Ukiangalia bajeti ambayo imetangazwa hivi wiki iliyopita, unaona kabisa hakuna kipengele chochote ambacho kinazungumzia bajeti ya katiba mpya. Na sisi kama Chadema tunasema hilo sio sawa, kwa sababu mnakuwa mmewanyima Watanzania mapato, mmewanyima Watanzania namna ya kujitanua na namna ya kujikwamua kwenye umasikini. Sasa sisi kama Chadema tunasema hii operation tunaenda kuzungumza yote hayo hadharani. Najua kiu cha Watanzania ni kusikia yale ambayo Chadema inakuja kusema, lakini pia kushirikisha Watanzania katika matatizo, maana haya matatizo ni ya kwetu wote. Yaliyofanyika tarehe 29 Oktoba mpaka sasa tupo kwenye bajeti na serikali imejionyesha wazi kwamba hakina mpango wowote wa kuelekea kwenye katiba mpya kwa mwaka huu wa mwaka 2026 2027, wakati sisi Chadema tulisema ikifika 2028 itakuwa ni too late kwa nchi kuanza mchakato wa katiba mpya. Hivyo tunaitaka hii serikali haramu itengeneze bajeti ya katiba mpya kwa haraka iwezekanavyo. Lakini mara baada ya kusema hivyo nilifanya press wiki 2 nafikiri zilizopita, na nikazungumza kuhusu jeshi la polisi ambalo lilichukua vifaa vya uenezi kutoka kwa ndugu Mbiela ambaye ndio muuzaji mkuu wa vifaa vya uenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na walichukua tracksuit nyingi, walichukua combat nyingi, lakini walichukua scarf zetu na viremba vingi. Tunafahamu nia yenu ovu ya kutaka kutumia hizo uniform za Chadema na mkawavisha mnao wajua nyinyi kwa madhumuni ambayo mnayajua nyinyi.
ili kuleta taswira kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndicho ambacho kinaenda kufanya vurugu siku ambayo mmeipanga nyinyi. Lakini sisi kama chama, ajenda yetu ni katiba mpya, free Tundu Lissu, na hatutasimama. Kama nilivyotangaza, hii operesheni ndugu wananchi, naomba iwe ndio story na ajenda yetu ya chama. Phase 2 hatuna nia ovu na nchi hii. Hatuna nia ovu ya kufanya vurugu kwenye nchi hii. Hii nchi ni yetu sote, na lengo la kuitisha hii press conference, ingawa limekuwa ni fupi, lakini imekuwa lengo kuu ni kutangaza operesheni katiba mpya, operesheni free Tundu Lissu, ambayo itaanza tarehe 18 Juni. Kwa kusema hayo, naomba nikaribishe maswali yoyote ambayo mtakuwa nayo. Swali la kwanza la ndugu Joni ni kwamba tumepata matokeo gani kama chama, tathmini ambayo tumefanya kwenye operation phase 1. Chama cha Demokrasia tumefanya tathmini na tumeona kwamba hiki ni chama ambacho kinaungwa mkono. Ukianzia huko tulikoanza kanda ya Serengeti, tulifanya mkutano Katoro, tulifanya Geita, na nyinyi kama waandishi wa habari wengi ambao tumezunguka na nyinyi mmeona nyomi ambayo inakuja wenyewe. Sisi kama Chadema hatubebi watu kwa malori, hatubebi watu kwa mabasi. Kwanza hizo pesa hatuna. Mnajua msajili wa vyama vya siasa ameshikilia malimbikizo ya ruzuku yetu mpaka sasa hajatupatia. Kwa hiyo chama chetu hakibebi mtu kufika kwenye mkutano. Wale watu wanakuja wenyewe, na baada ya hapo wanatuchangia tone tone. Ndugu wa Tanzania, naombeni muendelee kutuchangia tone tone ili Chama cha Demokrasia na Maendeleo kiendelee kuhamasisha, lakini kiendelee kuambia hii serikali dhalimu ambayo imejiweka madarakani kwa mtutu ya bunduki, namna ambavyo wanafanya udhalimu katika nchi hii, ufisadi unaofanyika, lakini yale mambo yote mabaya, utekaji, uwaji, upigaji, yote ambayo wanafanya tunakuja tunayozungumza kwenye mkutano yetu ya hadhara. Lakini la pili, umeniambia niongelee kuhusu tutawatambua vipi watu ambao watakuwa wamejivisha nguo zetu za chama na kufanya vurugu. Sisi kama wanachama tunajuana. Tuna mifumo ambayo inaanzia kata ya misingi. Tunaanzia misingi, alafu tunakuja kata, tunakuja jimbo. Huko kwote tuna viongozi na tunajuana. Tunajuana kwa namba zetu za CDME, lakini tunajuana kwa kushiriki vikao vyetu, na tunajuana kwa sababu tunashiriki vikao na mikutano ya hadhara. Hivyo wewe ambao umepanga kuja kwenye mkutano ukajivisha t-shirt ya Chadema ukafikiri hatutakutambua, unajidanganya pakubwa sana. Unajidanganya pakubwa sana, kwa sababu tuna mifumo toka huko chini. Ukiambiwa tu useme tawi lako ni gani, jimbo lako ni gani, nani ni kiongozi wako wa tawi, tuna expect wewe unafahamu majibu ya hayo maswali ambayo tunakuuliza. Lakini nitaenda kwenye swali la pili ambalo ni la Bwana Harris kuhusu Kenan Kikaragosi. Sijui anaitwaje huyo. Nilikuwa nimejiandaa kujibu na kumzungumzia, lakini baadaye nikaona kwamba hafai kumpa muda, wala muda wetu wa chama ni very precious kumzungumzia kiongozi. Lakini kwa sababu mmeuliza, nitayajibu, na nyinyi waandishi wa habari naomba muwe na muda kidogo. Sasa sisi kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema tunasikitishwa, lakini hatushangazwi na matamshi ya hivi karibuni ya mwenezi wa Chama cha Mapinduzi ambaye amekaririwa akidai kuwa Chadema inaongozwa na wanaharakati na kwamba chama chake kina taarifa za uhakika wa chama chetu kushirikiana na wanaharakati kuandaa maandamano yenye lengo la kuvuruga nchi. Chadema tunazichukulia kauli hizo kwa uzito mkubwa sana, kwani tunaamini kuwa huo ndio msimamo wa kikundi chao kilichokuwa chama cha siasa na kuamua kujifungamanisha na dola. Hivyo kauli yoyote inayotolewa na kikundi cha CCM ndiyo kauli ya dola. Kauli hizi si tu kwamba ni za uongo na za kizandiki, bali ni mwendelezo wa mbinu za kizamani na za kikundi chao cha kutaka kutengeneza taharuki
ili kutimiza azma yao ya kukifungia chama chetu kwa mara ya pili. Tunafahamu mipango yao yote mibovu dhidi ya chama chetu wanaoipanga baada ya kushindwa kuhimili na kutokuwa na majibu ya hoja nzito zinazotolewa kwenye mikutano ya hadhara. Sasa wanataka kutoa majibu kwa kufungia chama tena kwa mara ya pili. Chadema inaongozwa na viongozi ambao wamepatikana kwenye uchaguzi huru, na hawa viongozi wanafanya maamuzi au wanatekeleza maamuzi ya maazimio ya vikao. Hivyo basi kiongozi awe na adabu. Hiki ni chama cha siasa. Chadema sio CCM iliyojifia kisera na kihoja, iliyopoteza mvuto mbele ya wananchi na Watanzania na umla kwa ujumla, na kuelekea kujipachika kwa kutumia mitutu ya bunduki. Kiongozi, ukome kabisa kusingizia chama chetu, na ufahamu sisi hatutakuwa tena na muda wa kujibizana na wapambe. Tutajibu hoja kwa hoja na kuwajibisha kisiasa wale wote wanaohusika na maamuzi yanayoathiri maisha ya Watanzania. Wanaharakati sio watu wabaya, ila kikundi cha CCM kimefanya hili neno wanaharakati kuonekana ni watu waovu. Lakini wanaharakati ni watu ambao wanatoa fikra zao kwa kutumia uhuru wao, lakini pia kwa kuangalia yale ambayo yanaendelea nchini na kukataa udhalimu. Wanaharakati, asasi za kiraia, NGO na wananchi wa kawaida si maadui wa taifa, ni wadau wa maendeleo na haki. CCM inaogopa wanaharakati, inaonesha ni kiasi gani inaogopa watu wanaotumia uhuru wao kufikiri. Ndugu zangu wa Tanzania, nchi hii haivurugwi kwa maandamano ya amani. Nchi hii inavurugwa kwa ugumu wa maisha na mfumuko wa bei za bidhaa. Nchi hii inavurugwa kwa ufisadi na ubadhirifu wa mali za umma, kama ripoti za CAG zinavyoainisha kila mwaka. Nchi hii inavurugwa kwa ukosefu wa ajira wa vijana na kubana demokrasia na uhuru wa kutoa maoni. Napenda kumwambia huyo amwambie anayemtuma, Watanzania bado wapo kwenye huzuni ya kuuawa kwa ndugu zao Oktoba 29. Wao walisema walizika Watanzania, watuoneshe mili waliweka wapi. Kiongozi amwambie anayemtuma kuwa Watanzania wanajua wanazua mambo ya maandamano ili kuhamisha mjadala, kufanya diversion tactic kutoka kwenye budget, kutoka kwenye udhalimu, kutoka kwenye umasikini ambao Watanzania tupo, kutoka kwenye matatizo ya uchumi ambayo yanawakabili Watanzania. Na sasa hivi badala ya kutuambia CCM imewachukulia hatua gani wale mafisadi wote ambao wanatangazwa kwenye budget, wanahangaika na Chadema. CCM hawana uwezo tena wa kujibu hoja zetu, na ndio maana siasa zao zimejikita kumtumia mrembo wao ambao anaitisha waandishi wa habari kila siku na kuongea mipasho. Mimi nimewaita waandishi wa habari, nilitaka tuzungumzie ziara, lakini kwa sababu mmeuliza, nimeona tuwajibu. Si wamewataka, sisi tutawajibu. Chadema inashukuru na kuwatia moyo wanaharakati wote wanaosimamia haki, utawala wa sheria na rasilimali za nchi. Endeleeni kupaza sauti. Nchi hii ni ya kwetu wote. Nchi hii ni ya Watanzania. Sisi kama Watanzania tunahitaji kusikia kwamba nchi ya Tanzania ni nchi ya amani, ni nchi ya kifahari, ni nchi ambao watu wake wana vipato wa kuweza kuhimili gharama za maisha, na sio hivi ambavyo tulivyo sasa. Hii nchi sio mali ya CCM, sio mali ya kigenge cha watu wachache ambao wapo kule juu na wamejitangaza wao kama viongozi au watawala wa nchi hii. Aidha,
Chadema inapenda kuwakumbusha Watanzania na jumuiya ya kimataifa kwamba Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua na kulinda haki za msingi za raia, ikiwemo uhuru wa maoni na kujieleza kwa mujibu wa ibara ya 18, uhuru wa kushirikiana na kuunda na kujiunga na vyama na asasi za kiraia mbalimbali kwa mujibu wa ibara ya 20, pamoja na haki ya kushiriki katika shughuli za utawala wa nchi na masuala ya umma kwa mujibu wa ibara ya 28. Haki hizi za kikatiba haziwezi kutafsiriwa kama vitisho. Hivyo chama cha CCM kwa kutumia huyo mrembo wao kiongozi wasitutishe sisi Chadema. Tumejipanga, tunaenda kwenye ziara, tunaenda kuwatangazia Watanzania udhalimu ambao unafanyika, tunaenda kudai katiba mpya na tunaenda kumdai Tundu Antipas Lissu kwenye mikutano ya hadhara kama ikibidi, kama alivyosema makamu mwenyekiti Heche. Kama hawatatusikiliza basi chama kitatangaza maandamano, na hiyo ipo kwa mujibu wa katiba ambayo nimesoma, kwa mujibu wa ibara ya 18, 20 na 21. Chadema inasikitishwa na mwenendo ambao viongozi wa CCM na baadhi ya watendaji wa dola wamekuwa wakitoa kauli za vitisho, chuki na unyanyapaaji dhidi ya wapinzani wa kisiasa, wanaharakati na wanahabari na wananchi wenye maoni tofauti bila kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria. Kwa muda mrefu sasa tumeshuhudia kauli ambazo ni tatanishi. Tumeshuhudia kauli kama hakutakuwa na nywinywi wala nywinywi. Tumeshuhudia kauli kama wanajeshi jiandaeni, uchaguzi unakuja. Lakini hawa watu wote, huyu aliyetoa hizi kauli mpaka leo hawajawajibishwa na chombo chochote cha dola. Kauli za aina hiyo zimeendelea kuwa kuharibu mazingira na maridhiano ya kisiasa, kuvuruga mshikamano wa kitaifa na kudhoofisha imani ya wananchi katika misingi ya utawala wa sheria. Sisi kama chama tunasisitiza kuwa haki za kiraia na kisiasa sio zawadi kutoka kwa chama tawala wala serikali iliyopo madarakani. Ni haki ya kikatiba ya kila Mtanzania. Demokrasia haimarishwi kwa kunyamazisha sauti za watu tofauti kama walivyomnyamazisha Humphrey Polepole, aliyeketi kwenye kiti ambacho leo mwenezi wa CCM anakaa, na akatoa kauli kama ambazo anatoa kiongozi leo. Hivyo kiongozi awe na adabu, ajue kwamba kuna kesho yake. CCM sio watu wazuri, wanaweza wakamgeukia wakati wowote. Mwisho, tunaheshimu uhuru na maoni na tunataka sheria zitumike kwa usawa kwa wote bila kujali itikadi ya siasa. Badala ya kuendelea kuzusha tuhuma zisizo na ushahidi, kiongozi na Chama cha Mapinduzi dhidi ya Chadema, tunaitaka CCM na utawala wao haramu kuelekeza nguvu zake katika kutatua changamoto zinazowakabili wananchi, ikiwemo ugumu wa maisha, kupanda kwa gharama za bidhaa na ukosefu wa ajira kwa vijana, pamoja na kushughulika hoja za uwajibikaji wa matumizi wa fedha za umma ambao zimekuwa zikibainishwa mara kwa mara katika ripoti za mdhibiti wa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Sisi kama Chadema tutaendelea kutetea haki za binadamu, tutaendelea kutetea wananchi, lakini tutaendelea na madai yetu ya katiba mpya na kutetea utawala wa sheria. Hivyo naomba story hapa isiwe diversion ya kumjibu kiongozi, bali iwe ni ratiba itakayoanza tarehe 18 Juni ya ziara yetu ya operesheni katiba mpya Free Tundu Lissu. Kwa kusema hayo, nashukuruni sana. Karibu tena makao makuu.